Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa kituo cha Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Kuna maradhi kama tatizo la homa ya ini. Homa ya ini ni maradhi ambayo hayatibiwi katika hospitali za kizungu, lakini katika tiba asili zimeonyesha uwezo mkubwa kwa kupata tiba ya maradhi haya kwa kutumia dawa za asili. Kwa hiyo kama ni wewe, yawezekana umekuwa na changamoto ya homa ya ini na umejaribu kukatishwa tamaa kwamba hakuna tiba yoyote, tukushauri uweze kurudi kwenye tiba mama ambao utaipata Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu na kumaliza changamoto hizi. Na katika homa ya ini ziko za aina mbili. Kuna homa ya ini ya kawaida na kuna homa ya ini ya virus. Kwa nini tunasema hii homa ya ini ya kawaida? Homa ya ini ya kawaida ni ile ambayo inapatikana kwa njia ya mazingira ya lifestyle ya maisha ya wewe unavyoishi. Yawezekana ukawa ni mtumiaji wa dawa za kizungu za kemikali kwa muda mrefu ambayo ikapelekea kupata tatizo la ini. Lakini yawezekana wewe ni mtumiaji wa pombe kali kupita kiasi ambayo ikapelekea ukapata tatizo la homa ya ini ya kawaida. Ambapo tunasema kawaida kwa sababu chanzo chake ni cha kutafuta mwenyewe wakati mwingine bila kujua au kwa kujua. Lakini pia yawezekana ni mvutaji sigara kupita kiasi, ambao hali hii inaweza kupelekea kupata shida ya homa ya ini hii ya kawaida. Lakini yawezekana wewe umefanya kazi kwenye viwanda, labda kemikali za uchanganyaji wa madawa ya viwandani ya kuletea shida ya ini na ukapata shida hii ya homa ya ini ya kawaida. Kwa hiyo homa ya ini ya kawaida chanzo chake ni mfumo wa lifestyle wa maisha ambayo wewe unaishi. Hii tuko na dawa yetu ambayo inaitwa Nkanya, tunayo hapa, ambayo inaweza kutibu tatizo la homa ya ini ya kawaida. Lakini kuna homa ya ini ya pili ambayo tunasema ya hepatitis. Na hii ya hepatitis inaweza kuwa ni hepatitis B, inaweza kuwa ni C, ni D, ni E. Zote hizi vyanzo vyake ni virus ambayo inatokana kwa njia ya maambukizi, kwa njia ya majimaji, au wakati mwingine katika njia yoyote ile ambayo inaweza kuwa ni jasho au mazingira yoyote yenye mazingira ya majimaji. Hii inaweza ukapata maambukizi ya homa ya ini ya hepatitis, iwe B, iwe C, iwe D. Sasa basi, unapokuwa na changamoto ya homa ya ini ya hepatitis B au C na kadhalika, hii ni homa ya ini ambayo inaambukizana kwa njia ya majimaji na ni homa ya virus ambayo hata katika dawa za kizungu, kwa maana hiyo kwamba huwezi ukapata tiba ambayo itaweza kuondoa virus yao, kwa sababu unajua kwamba virus maana yake kwamba huwa wana kawaida ya kubadilika muonekano wake. Leo unaweza ukaona wanaonekana wembamba, kesho nene, wana miguu, hawana miguu, wana kama mkia, hawana mkia. Lakini sasa katika tiba ya kisayansi, mara nyingi wanapotaka kuweza kutengeneza tiba ya kuweza kuondoa virus au bakteria, huwa mara nyingi wanafanya culture kuwaotesha wawaone na kuanza kuwajaribisha dawa ni ipi inaweza kufaa kuwaua wale bakteria au wale jinsi wanavyoonekana. Sasa kwa sababu wao hawakai na umbo moja, ndio maana umeona imekuwa ni changamoto kubwa sana kupata dawa ya kuweza kuondoa virus. Lakini kwa nini sasa nyinyi Song'wa mnasema kwamba mnaweza kutibu tunasema tunaweza kutibu tatizo la hepatitis kwa maana ya wale virus? Sisi tunasema tunatibu tatizo la hepatitis virus kwa sababu sisi hatutibu muonekano wa virus anavyoonekana. Sisi tunatibu jamii. Maana yake kwamba ni sawa unapokuwa na dawa, tuseme kwamba dawa ya kuua wadudu, ukasema kwamba dawa hii ni ya wadudu warukao, dawa ya kuua wadudu warukao. Maana yake unapozungumza dawa ya kuua wadudu warukao, maana yake umezungumzia kuna inzi, kuna nyuki, kuna mende. Sasa ukizungumza wadudu warukao, maana yake kwamba kuna inzi, kuna nyuki, kuna mende. Umbo la nyuki, la inzi, la mende linatofautiana. Lakini ukipulizia dawa inaua wadudu wote warukao, maana yake wote hawa watakufa. Ndio maana tukasema kwamba sisi dawa yetu inaua jamii ya virus, bila kujalisha kwamba leo utaonekana na mkia, utaonekana na mabawa, utaonekana na miguu, lakini kama uko kwenye jamii ambayo tumeitarget sisi, lazima utaondoka. Na tuna dawa yetu inaitwa Magida.
Hii dawa Magida ni dawa ambayo imetokana na mimea asili isiyokuwa na kemikali yoyote, lakini imeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuondoa jamii ya virus, bakteria wa hepatitis B au C au D au E. Na hii inaondoa virus, na baada ya kuitumia ndani ya siku 14 utakaa siku 7, na baada ya hapo utaenda kupima, na baada ya kupima utaonekana hauna maambukizi kabisa na utaonekana uko negative. Na baada ya kuonekana uko negative, tunakushauri sasa uweze kwenda kuchoma kinga au chanjo. Maana yake kwamba unachoma chanjo pale tu unapoonekana kwamba hauna maambukizi ya virus, maana ya hepatitis, maana ya homa ya ini. Unapokuwa una maambukizi ya homa ya ini, ndipo unapoweza kuchoma chanjo. Kwa watu wengi ambao tumekuwa tukiwahudumia kwa hapa tiba zetu sisi, baada ya kupata dawa zetu hizi, hasa hii Magida tunazungumza, ukishatumia dawa yetu Magida na ukishapona, tunakushauri uende kuchoma kinga. Na baada ya kuchoma kinga, maana yake kwamba usipate maambukizi tena na ukafikiri tatizo limerudi tena, kwa sababu kama nilivyosema, chanzo chenyewe hakitabiriki kulingana na maisha ambayo tunaishi kwa kuchanganyikana sisi binadamu. Tunapatikana nchi nzima na nje ya Tanzania. Kwa baadhi ya mikoa ambayo nitahitaja, ingine ambayo sitohitaja, lakini ujue tunapatikana sehemu kubwa sana kwa Tanzania. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunapatikana Moshi, maeneo ya Kibosho Road. Lakini pia tunapatikana Arusha, maeneo ya Ola City karibu na kituo cha Masista. Lakini tunapatikana Dar es Salaam, Mbezi Mwisho karibu na stendi ya Magufuli kwenye roundabout ya Goba. Ukifika maeneo ukipiga simu utapokelewa. Lakini pia tunapatikana Dodoma mjini na Morogoro mjini. Lakini pia tunapatikana Mwanza, maeneo ya Buzuruga karibu na shule ya msingi. Lakini pia tunapatikana Maswa, Mnadani B, mkoa wa Simiyu. Tuko Maswa, Mnadani B, maarufu kwa Mama Alfonsi. Lakini pia tunapatikana Shinyanga, maeneo ya Kahama mjini. Lakini pia tunapatikana Iringa, Songea, na tunapatikana Mbeya, Nzove pale karibu na Suma JKT. Lakini pia tunapatikana mikoa mingi kama nilivyoweza kusema kwa hapa Tanzania, ambapo siwezi kuitaja yote, lakini kwa sababu namba yetu ya simu unaiona pale, unaweza kutupigia ukapata tiba yenye uhakika. Lakini pia nje ya Tanzania tunapatikana Zambia. Tuko pale Zambia, Ndola, Mushiri, Bonano pale kituo cha Darajani. Lakini pia DRC Congo tunapatikana. Na sasa tunasogeza ofisi tena pale Botswana, maeneo ya Gaborone Sand pale, Broadest pale. Tunashughulikia kituo pale. Kwa hiyo kama una changamoto za namna yoyote, piga simu hii. Lakini mitandao ya kijamii utaandika kwenye Facebook Song'wa Traditional, Instagram Song'wa Traditional, kwenye YouTube utaandika Damaki TV. Lakini website yetu ni www.damakiheboclinic.com. Afya yako jukumu letu.